Lakini asubuhi hii amenukuliwa mwenyekiti wa bodi ya ligi TPLB kwa maana ya Steven Mguto na wanahabari wenzetu, mwenyekiti pia wa kamati ya saa 72 kwa sababu of course endo kamati zake zile ambaye pia ni makamu wa pili wa rais wa TFF Steven Mguto. Tutapata nafasi ya kuja kusikia hapa kwa uchache ambacho amekizungumza, tunaweka mambo sawa, na amefanya mazungumzo na wanahabari wenzetu Mwananchi Digital. Alikuwa anazungumzia changamoto ambazo anakutana nazo na akazungumzia changamoto hii ambayo imejitokeza kwenye mechi ya Yanga na Simba, mechi ambayo itakiwa ichezwe March 8. Miongoni mwa maeneo ambayo ameagusa makokilo kabla kuja kusikia sauti. Wewe kama shabiki, tena wewe Yanga Elbogasti Simba, wewe jambo hili ndo linakupambanisha sana. Mguto kasema ilibidi ule mchezo huailishwe ili kwa maslahi ya nchi, lakini kulikuwa kuna timu inaenda kushushwa daraja. Ikabidi hekima na busara itumike. Ili ni eneo ambalo linazidi kuwapa nafasi nyinyi ya wanayanga kuamini kwamba kuna haki yenu imeibiwa kwa sababu ya busara na hekima. Haki imeibiwa of course kwa sababu mnapoanza ligi si mnatengeneza kanuni na mnakubaliana, vilabu vyote vinakubaliana, bwana tutaendesha ligi hii kwa kanuni hizi na hizi na hizi na hizi. Sasa kama walikubali, na mimi naamini hizi clubs sasa hivi zina watu weledi, hazina watu, kuna wanasheria humo, kuna watu wamecheza mpira, kuna watu wamefanya nini. Sasa ukiniambia mnafika mahali alafu mnaamua kutokana na busara tu, mnaamua kutokana na hekima tu, mnaacha kanuni. Je, ingekuwa ni club nyingine ambayo pia inakutana na jambo hilo, inaambiwa tufuate hekima na busara, ingewezekana kweli? Kwa sababu mnapoingia kwenye ligi wote mnaingia kwenye level moja, club zote zinakuwa ni sawa sawa, zinatakiwa zihudumiwe sawa sawa, aidha na sheria na kanuni, kama sio za kafu, kama sio za FIFA basi ni za TFF ama ni kanuni za bodi ya ligi. Kwa hiyo kama Simba ilikuwa anastahili kushushwa daraja kutokana na sababu hizo zilizokuwa zimeonekana, siku hiyo angeshushwa daraja. Mimi ndio maana nasema hata sasa hivi kama Yanga alikosea kupeleka timu, hakufuata kanuni ambazo zinasema labda usikilize mamlaka, wao kusikiliza mamlaka, kama wanastahili kushushwa daraja washushwe daraja. Yani ambaye anastahili kupewa adhabu hiyo apewe adhabu yake, hakuna kusema, hakuna double standard. Kwa sababu ingekuwa wale labda ni Fountain Gate huko, wangesema tunatumia hekima, wangewashusha labda. Sasa kwa nini kama hao Simba nao pia walikuwa wanajua wao, kwa sababu Simba pia wanajijua wao wana wafuasi wengi, wanajua wanaweza wakaribu hali ya usalama wa nchi. Kwa nini nao walifanya maamuzi ya kusema tupeleke timu? Umeona? Kwa hiyo kama mtu alifikiria akaona alichofanya ni sahihi, basi naye apewe haki yake. Kila mtu apimiwe kwa kipimo chake. Kama Simba kwa anastahili kushuka daraja ashuke, kama Yanga anastahili kushuka daraja ashuke. Tufuate kanuni ile, heshima ijengeke. Kama mkisema leo uko unaniambia labda sisi wote tufe kwa sababu ndio waje watoto wetu, labda waje kufanya kizazi kipi, mtoto wako kimzaa tu unamrudisha timu. Kwa hiyo hili jambo haliwezi kuisha. Yani jambo lazima lipatikane pa kuanzia. Juzi lazima tupate pa kuanzia. Lazima afundishwe mmoja, yani aidha kama ni Simba kama ni Yanga, ili hao viongozi kama wao wanakuwa na mapenzi yao binafsi ya clubs hizo, hawafuati kanuni, na wao wajifunze. Kwa sababu hata ukimsikiza Mzee Mguto anasema walitumia hekima. Sasa kwa nini ilitumika hekima? Tumeona mara nyingi tu hizi clubs zinatumika hekima, kanuni zinaachwa. Tumeona mambo ya usajili hapa yanaenda, tunasema tu wakubaliane. Kuna issue nyingine pia, issue ya Simba tena na yule Lawi siji wa Costo na Simba wakasema mwisho wa siku kamati ikakaa wakasema wakakae nje, wamewapa room ya kukaa mezani wao kwa wao. Sasa mpaka lini? Mnasema tunataka professionalism hiyo mpaka lini? Kuna eneo ambalo leo kimsikiliza Mzee Mguto anazungumzia malezi ya hivi vilabu vya Simba na Yanga. Kwa mfano wa mtoto ukimzaa unamfundisha kutukana. Akija akikua akitukana utamshangaa, utamkataza asitukane. Maana hii tatizo sio la leo, ni maana yake limelelewa. Ndio maana nakwambia hiyo kutumelea wenyewe kusema. Ndio maana mtu anaweza akaamka na kusema mimi siendi uwanjani.
Kwa sababu ya malezi na kwa sababu walikuwa wachukulia hatua. Wanajua mimi hili jambo tutaliongea litaisha, game itachezwa tena, kwa sababu kama tunavyosikia game ilikuwa inategemewa ichezwe tarehe 9. Yaani tayari watu walishajua kama hii game tarehe 8 itachezeka tarehe 9. Yaani hivyo hizi tu. Yaani ni kama wewe hapa kazini useme tu mimi siendi kazini nitaenda kesho. Alafu ichukuliwe tu kawaida tu, kaamua tu leo hata kuja kazini atakuja kesho. Mimi binafsi ilikuwa ni Jumatatu ilikuwa ni Jumatatu kwa tunazungumza kwamba hiki tunachokiishi ndio uhalisia wetu, kama ambavyo mzee Mguto leo amekuja kututhibitishia mtoto alivyolelewa kwamba hiki ambacho tunakiishi sasa hizi hawa ndio sisi na sio kwa bahati mbaya kama ambavyo Mguto amesema tangu mwanzo. Na kuna eneo kisikia anasema kabisa wamekuwa wakiwapa tabu. Yaani kanuni na sheria kuna muda inabidi ziwekwe pembeni. Lakini inawezekana pia kuna msukumo au kuna hiyo influence nyingine ambao mara zote imekuwa inazungumzwa, kwa sababu Mguto kwa swali moja la kishujaa tu. Leo unaweza ukaishusha daraja Simba au Yanga? Kwa nini sishushwe? Kwa kanuni na sheria. Kanuni na sheria zinawashusha. Kwamba leo unaweza ukaishusha Simba au Yanga daraja na kuishia hapo. Akasema kwa sababu hata serikali inaziangalia hizi timu kwa ukaribu, amani ya nchi. Sasa kama wenyewe inategemea hizi timu. Kama wenyewe hata mamlaka ya soka ndo aliandika Patrick Simon, Simba na Yanga wote walimshambulia. Wewe vipi? Wewe una sheria gani? Patrick Simon aliandika kwamba Simba na Yanga zipo juu ya mamlaka ya soka. Patrick Simon aliandika hivyo, lakini watu wakamshambulia. Leo Mguto anachozungumza tunarudi kwa Patrick Simon. Ambacho ndio ninachokisema, lazima tupate pa kuanzia. Yaani hapa lazima mtu atoke mmoja amfunge mpaka kengele. Marco atajitokeza. Ni bahati mbaya kweli kweli, na nashukuru Mungu mimi sio miongoni mwa watendaji wa TFF, kwa sababu naelewa ugumu uliopo kwenye kuamua ili jambo. Kwa nini? Ni kwa sababu utamshusha daraja Simba na kupitia kanuni zile ambazo umekubaliana. Lakini wewe utapoteza nafasi na hiyo hukumu itabatilishwa. Utapoteza nafasi yako kama nani? Kama kiongozi ya uongozi na heshima yako ya jumla, alafu hukumu itabatilishwa baada ya muda. Na nani sasa? Wewe utapoteza nafasi. Watakaokuja uongozi utakaofuata utabatilisha kila kitu. Sasa hiyo nafasi kama ngoja twende taratibu. Ndio bahati mbaya. Kama TFF wataamua kwamba na bodi ya ligi watakosa wote ndio wanaendesha mpira. Mmoja ashuke. Rais wa TFF amechaguliwa. Ndio. Yule mwenyekiti wa bodi ya ligi CEO nani? CEO anaajiliwa, mwenyekiti wa nani anachaguliwa na wajumbe wenzie na vilabu. Ataondolewa na nani? Ngoja nikupe scenario moja. Upande mmoja, kama ambavyo leo hii Young Africans wanakosa imani na bodi, wanataka iondoke. Ikitokea Young Africans au Simba mmoja ameshushwa, atakosa imani na uongozi. Na mpira hautachezwa, trust me. Kwa nini usichezwe na timu ziko ngapi? Nakwambia hautachezwa ni kwa sababu ya aina ya hizi timu zingine zote 14 zinazobaki kwenye ligi. Kenya mpira unachezwa uchezwi. Nisikilize. Kenya mpira unachezwa uchezwi. Hata ni tofauti. Tofauti nini? Yaani kuna umesikia Ibra alivyokuambia kuna uhalisia na kuna inavyotakiwa kuwa. Inavyotakiwa kuwa ndicho unachokisema wewe. Inavyotakiwa kuwa. Ndio nakwambia sasa kwa sisi inavyotakiwa kuwa dhidi ya uhalisia. Uhalisia unashinda kwa kiasi kikubwa, kwa sababu inavyotakiwa kuwa ni kundi dogo mno linalosimamia kwenye hilo. The majority ni vile ambavyo uhalisia ulivyo, ndipo wanakosimama. Maana yake hili kundi dogo litakolapsi haraka mno dhidi ya kundi kubwa. Itabaki legacy ya kwamba ulisimama hivi, lakini maamuzi yako yatabatilishwa immediately baada ya wewe watu kufocus na wewe. Shinikizo kubwa, utajiuzuru, utaondoka madarakani, utaundwa uongozi wa muda, itaongozwa kwa muda, itabatilishwa. Kanuni zitabatilishwa Marco. Marco, ukikaa hapa ukiwatazama viongozi wa mamlaka za football dhidi ya Simba na Yanga, unaonea huruma. Indeed, inside. Kama unafahamu kuhusiana na soka letu, unaonea huruma. Unampongeza Patrick Simons kwa sababu umemuona baada ya kutoka nje ndo anaanza kuongea ukweli. Fikiria, Patrick Simon amekuwa mtendaji ndani ya klabu, lakini akitoka nje baada ya kuwa hayuko tena kwenye system anaongea ukweli. Na imekuwa hivyo. Eliud Mvera anaongea ukweli sasa hivi.
Njoo kwa Alex Mgongorwa, anaongea ukweli. Kwa yeyote yule anayetaka kujitenga na jambo, waziri kwa hivi sasa ni waziri wa katiba na sheria ndani, Damas Ndumbaro alipotaka kusimama